Kuna dada mmoja amezungumza nikawa nimemjibu swali lake la kuhusiana na nabii. Okay, nabii hawi nabii wa Mungu kwa sababu anatabiri. Yaani kwa sababu nabii anatabiri, hicho sio kigezo cha kwamba ni nabii wa Mungu. Okay, kasome kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 16 kuanzia mstari nadhani wa 16. Utakutana na mwanamke mwenye pepo la uaguzi. Alivyoona tu kina Paulo na mwenzie Sila, akagundua kwamba ni watumishi wa Mungu na akasema hawa ni watumishi wa Mungu wenye kutuonyesha njia ya nini? Wanahubiri njia ya wokovu. Hakuna mtu aliyekuwa anajua. Lakini kwa sababu yule kijana alikuwa na pepo la uaguzi au spirit of divination ambao ndo linatumika na manabii wa uongo. Alijua. So kutabiriwa sio kigezo cha kwamba ana roho wa Mungu. Na wengi hapa ndo wamepoteza maisha yao. Kuna watu nyota zenu hamna, maisha ambayo Mungu alipanga hayapo. Kwa sababu ipi? Ulisikia tu anatabiri ukasema prophesy. Kuna wanaoprophesy watumishi wa Mungu, kuna wanaoprophesy kwa kutumia maroho ya giza kama hiyo pepo la uaguzi au poison spirit. So sio kila anayetabiri ni mtumishi wa Mungu. Ndio maana maandiko yakasema mtawatambua kwa matunda yao, sio kwa sababu wanatabiri. Na ndio maana ukisoma Biblia yako vizuri kwenye kitabu cha Mathayo, Yesu anazungumza kwa habari ya wale aliowakataa. Moja ya mtu ambaye alitoa mfano wa kumkataa ni yule aliyesema kwamba nilitoa unabii kwa jina lako. Akamwambia siwajui nyinyi, tokeni. Sasa wewe mpaka leo ukisoma Biblia tu inaonyesha wazi kwamba kuna mtu atatabiri ambaye sio mtumishi wa Mungu. Na nimeshakwambia karama sio utakatifu. Yaani kwa sababu anatabiri sio moja kwa moja ni mtakatifu. Umenielewa? Tutawajua kwa matunda yao, sio karama zao. Kwa sababu karama ukishapewa na Roho Mtakatifu, mfano ya kuombea watu, haichukuliwi. Remember, mwanadamu anabadilika. Naweza kukutana huko na tamaa akaanza kuwa analipisha hela. Akaanza kuuza karama ambayo Mungu alimpa bure. Huyo moja kwa moja ameshapishana na Mungu, lakini usifikiri ataacha eti kuombea watu wakapona. Wataendelea kupona. Sema hiyo karama haiwezi kukua, itaishia hapo hapo. Umenielewa mpaka hapo? Yes, you have to know that. Na utajuaje mtu tayari ameshaachwa na Mungu? Anaanza kulipisha watu. Huyo ameshaharibikiwa, ameshamwacha Mungu. So ameachwa. Mungu hawezi kukuacha my friend. Huyo anakuwa tayari amemwacha Mungu. Okay? Anaanza kuomba hela ili atabirie watu, anaomba hela ili aombee watu. Kishaona kafika huko, huyo tayari ameshaharibikiwa. Umenielewa? So mtu anaweza kuanza vizuri akamaliza vibaya. Umenielewa mpaka hapo? Lakini sio kila anayetabiri ni nabii wa Mungu. Ndio maana unaona kwenye Matendo ya Mitume 16, yule alikuwa anatabiri, alikuwa anatumia pepo la uaguzi au spirit of divination ambao ndio inatumika na manabii wengi hasa hii Tanzania ambao sio wa Mungu. So nadhani utakuwa umenielewa na umesikiliza vizuri.